Ndugu waandishi wa habari, ninaitwa Pendo William Mwashiuya, ni katibu wa Baraza la Wanawake mkoa wa Songwe. Tumewaiteni hapa ili tuzungumze na nyie mambo machache. Mambo yetu hasa yatahusu no reform, no election. Kwa kutokana na mfumo wetu na wanawake waliopo kwenye mkoa wetu wa Songwe, kwa sababu pia nao wameungana na kauli mbiu ya chama ambayo ni no reform no election, na wapo tayari kuitekeleza hiyo kauli mbiu kwa msimamo thabiti utokanao na chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa maana hiyo, mimi sitokuwa mzungumzaji sana, nitasema neno moja tu, kwa kuwa mimi ni katibu, ni mtendaji wa kazi za BAWACHA za kila siku. Nitazungumza neno moja kwamba wanawake wamesema wapo tayari hata kutembea uchi barabarani kudai haki mpaka itakapotimia. Kwa maana hiyo, mimi nataka nimsimamishe mheshimiwa mwenyekiti wa Baraza la Wanawake mkoa wetu wa Songwe, na ndo msemaji mkuu wa baraza letu kuwakilisha chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo, azungumze na waandishi wa habari. Mheshimiwa mwenyekiti wa Baraza la Wanawake mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Agnes Chilulumo, naomba nikukaribishe uzungumze na waandishi wa habari. Karibu. Ndugu zangu waandishi wa habari, mimi kwa majina ninaitwa Agnes Atanazi Chilulumo, ni mwenyekiti wa Baraza la Wanawake mkoa wa Songwe. Tumewaita hapa ili tuweze kuzungumza kwa ajenda moja tu ambayo ni ya chama chetu, ajenda ambayo ipo kwenye nchi nzima inatembea, ambayo ni ya chama no reforms no election. Sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tumeunga mkono hii ajenda ya chama kwa sababu ni ajenda muhimu sana kwenye taifa letu, lakini pia ni ajenda muhimu ambayo imetugusa sana kama sisi wanawake wa mkoa wa Songwe. Wanawake wa mkoa wa Songwe, pengine na taifa zima kwa ujumla, tumeguswa sana na hii ajenda ya no reforms no election, kwa sababu bila uchaguzi, bila mabadiliko ya sheria hatuwezi tukaingia kwenye uchaguzi. Mpaka pale ambapo mabadiliko ya sheria za chaguzi kubadilika, ndipo na sisi tunaruhusiwa kuingia kwenye uchaguzi, kwa sababu nje ya mabadiliko hayo tumekuwa ni wahanga sana wanawake, kwa sababu tumekuwa tukiumizwa, tumekuwa tukinyanyasika sana kwenye chaguzi mbalimbali, na wakati mwingine tumekuwa tukipoteza watoto wetu. Sisi kama wakina mama tunakuwa na maumivu makali sana. Mkoa wetu wa Songwe tumekuwa na maumivu makali sana kwenye jimbo la Tunduma wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, na mpaka sasa tunalia, matumbo yetu yanatetemeka kumpoteza kijana ambaye aliweza kuuawa kikatili kwenye huo uchaguzi wa serikali za mitaa wa 2024. Na sio 2024 tu, 2020 tuliweza kupoteza wananchi wawili wa mji wa Tunduma, akiwepo mama mmoja ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa Baraza la Wanawake kata ya Kaloleni, lakini pia akiwepo kijana wetu mmoja naye alikuwa anaishi kata ya Kaloleni, kijana wetu alikuwa anaitwa Mole. Kwa hiyo katika chaguzi hizi, waandishi wa habari, tumekuwa ni wahanga wakubwa sana sisi wanawake, na ndiyo maana sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tumeona tusikae kimya kwa ajili ya ajenda hii ambayo chama chetu wameweza kutuletea hii ajenda. Sisi wanawake kwa pamoja, kwa nguvu zote, tunaunga mkono ajenda ya no reforms no election, kwa sababu hii ajenda ndio itakayotuvusha, itakayotupa amani. Hata tutakapokuwa na uwezo wa kuingia kwenye chaguzi, tutakuwa na amani tukisha kuwa na ajenda hiyo ikatekelezeka. Hatuwezi tukaingia kwenye chaguzi ambazo mara nyingi zinakuwa na machafuko. Hatuwezi tukaingia kwenye chaguzi mara nyingi ambazo zinakuwa na mauaji. Hatuwezi tukaingia kwenye chaguzi ambazo mara nyingi zinakuwa na viashiria vya hatari. Sisi kama wanawake wa mkoa wa Songwe mwaka huu tumekataa kuingia kwenye chaguzi za machafuko za namna hiyo, kwa sababu tumejikuta tunapoteza watoto wetu wa kuwazaa wenyewe. Na katika hii
hii ajenda, ningeomba serikali inayoongozwa na Mama Samia, sisi tunaongea hapa ni wanawake ambao ni wanawake kama yeye, tunabeba mimba kama yeye, tunazaa kwa uchungu kama yeye. Vile vile sisi wenyewe tuna uchungu kupoteza ndugu zetu, na yeye kama mwanamke anapaswa awe na uchungu kama mwanamke juu ya vitendo vinavyokuwa vinafanyika wakati wa chaguzi mbalimbali zinapokuwa zinatokea. Hii sio sawa, na yeye kama rais hili jambo lazima afike mahali atekeleze na asikilize kilio cha Watanzania kuhusiana na hii ajenda. Na ninaamini Watanzania wengi wamekubaliana na wanaunga mkono hii ajenda, kwa sababu ni ajenda ambayo pengine inaweza kawapa wananchi unafuu, inaweza kawapa watu haki ya kuchagua viongozi wanaowataka, inaweza kawapa watu haki ya kuchaguliwa pindi wanapohitaji kuchaguliwa kuwa viongozi. Kwa hiyo hii ndio ajenda kubwa ambayo tumeona tuwaite waandishi wa habari, pamoja na kwamba tuna ajenda zingine ambazo tunaweza tutazizungumza, lakini hii ni ajenda ambayo ni kubwa, imebeba hisia za Watanzania wengi. Kwa hiyo ningeomba Mheshimiwa Rais ambaye ni mama, mwanamke mwenzangu ambaye unaongoza hili taifa, tunaomba hii ajenda isipuuzwe kwa namna yoyote ile. Hii ajenda imekubalika na Watanzania wote. Labda mtu ambaye hawezi kuiunga hii ajenda ni kichaa peke yake ndio hawezi kuiunga hii ajenda. Lakini kwa mtu mwenye akili timamu na mtu mwenye uchungu na nchi yake, lazima aweze kuungana na hii ajenda ya no reforms, no election. Bila mabadiliko ya sheria, uchaguzi tutauzuia. Wakina mama wa mkoa wa Songwe tuko tayari kuzuia uchaguzi kwa namna yoyote ile, endapo serikali haitaweza kusikiliza matakwa ya wananchi wanaotaka. Kuna kikundi ambacho kimeinuka ndani ya Chadema ambacho kinajiita ni G55. Sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tunalaani vikali sana juu ya kikundi hiki ambacho kimeibuka ndani ya chama, kwa sababu ni kikundi ambacho mimi naweza nikakiita kwamba ni kikundi cha waasi. Na ukitaka kuangalia hata kwenye maandiko matakatifu, ukiangalia walikuwepo watu wa Kinakola, walikuwepo pale. Kwa hiyo hawa sisi tunawafananisha na Wakinakola. Na kwa kuwa hii ajenda hatuwezi tukakubaliana na watu ambao wanataka kuififisha hii ajenda tulionao kama Watanzania, lazima hawa watu chama kiweze kuchukua sheria ambazo zinastahili kuchukua kulingana na katiba yetu inavyozungumza. Kwa sababu ni kikundi kichache ambacho kinaweza kikawa pengine hatuwezi tukajua ni ujasiri gani ambao wamepata mpaka wanainuka kuanza kupinga ajenda iliyokubaliwa na wanachama wote nchi nzima. Wao watu wachache ambao wanasema wako zaidi ya 55 ni kitu ambacho hakiwezekani. Watu 55 wa Tanzania tuko wengi sana tunaoungana na hii ajenda. Kwa hiyo wao kama wako 55 au wako zaidi ya 55, chama kinapaswa kichukue mkondo wake juu ya hawa watu ambao ni wasaliti na wahasi ndani ya chama, kuvuruga ajenda ambayo wananchi wanahitaji kwenye taifa lao tunapoelekea kwenye ukombozi wa taifa hili. Kwa hiyo tunalaani vikali sana. Ndugu waandishi wa habari, ni washukuru sana kwa sababu taarifa zetu zinafika mbali. Kwa hiyo ningeomba hata haya tunayoendelea kuyazungumza, hizi habari ziweze kufika mbali sana. Kuna jambo lingine tena ambalo ajenda nyingine ya chama ambayo tunahitaji, tunaomba kwa Watanzania wote na wananchi wote waweze kutuunga mkono, ajenda ya kuweza kuichangia chama. Ndugu zangu Watanzania wote kwa ujumla na wanachama wote, kwanza ninapenda kuwashukuru kwa majukumu yote mnayoendelea kuyafanya kwa ajili ya chama chetu. Mnatuunga mkono, mnakiunga chama mkono kwa mambo mbalimbali. Na sasa hivi chama chetu wameanzisha mfumo wa kuchangia chama kwa njia ya tone tone. Kwa hiyo ningewaomba wananchi, kama mnavyojua sisi tunategemea nguvu ya umma. Chadema inategemea nguvu ya umma. Haina dola, haina mahali popote ambapo inapata fedha za kuweza kuendeshea shughuli za chama. Tunategemea wananchi, tunategemea nguvu ya umma waweze kutusaidia kwa ajili ya kwamba chama chetu kiendelee kufanya majukumu yao kwa uhuru na kwa amani. Kwa hiyo naomba niwaombe Watanzania wote, wanachama wote, wasio na vyama na walio na vyama, waweze kutuchangia na waendelee kuchangia hiki chama ili chama chetu kiweze kufanya majukumu yao sawa sawa na
inavyotakiwa. Niwaombe sana ndugu zangu, kwa wale ambao wanahitaji kujiunga, zipo namba za kujiunga, kuna utaratibu wa namna ya kujiunga ili chama chetu tuendelee kuchangia mara kwa mara. Nafikiri hapo mwishoni, kabla sijamaliza kuzungumza, nitaomba kama itawezekana ili niweze kuwatajia wengine walioko mbali na mlioko mahali hapa, ili muweze kujua ni namna gani mnaweza mkakichangia chama. Naomba jambo lingine la tatu na la nne, nitoe rai kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi naomba lisitumike vibaya tunapoelekea pindi za chaguzi. Sasa hivi wameona mikutano ya Chadema, wananchi wanaitikia kwa wingi. Baada ya uongozi wa sasa kuchaguliwa, wananchi wamekuwa na imani kubwa sana. Na wananchi viongozi wanapofika katika maeneo yao wanaitikia kwa wingi kwenye mikutano. Serikali imeona kwamba hili jambo tunakoelekea ni kama imekuwa ni kikwazo kwao. Niwaombe jeshi la polisi, nyinyi ni askari ambao mmezaliwa na wanawake kama sisi. Tunaotoa matamko hapa ni wanawake ambao mlikaa ndani ya matumbo yetu miezi 9 na kisha mkazaliwa kwa uchungu na wengine mkazaliwa kwa visu. Kwa hiyo niwaombe, acheni kutumika na Chama cha Mapinduzi. Sisi ni Watanzania ambao hakuna mtu yoyote ambaye aliomba kibali cha kuwa Mtanzania. Kila mtu ni Mtanzania kwa sababu Mungu alimwandikia awe Mtanzania kwa ajili ya makusudi yake. Na kila mtu aliyoko Tanzania yuko kwa makusudi ya Mungu. Kwa hiyo niwaombe jeshi la polisi, popote mlipo jeshi la polisi, acheni kutumika vibaya. Leo hii mmewakamata viongozi wa chama. Tunaomba Mheshimiwa Lissu mliyemkamata mwachie bila masharti yoyote ya dhamana. Viongozi waliokamatwa Songea akiwemo Mheshimiwa makamu mwenyekiti John Heche na viongozi wengine tunaomba waachiwe mara moja bila dhamana, kwa sababu mkiendelea kuyafanya haya na mkiendelea kutumika vibaya kwa sababu ya kuitetea CCM au kwa sababu ya kuisaidia CCM kuendelea kukaa madarakani, nchi itachafuka, na wakati nchi ikichafuka hakuna mtu yoyote ambaye atakuwa salama. Jeshi la polisi mnaweza mkajiona kwamba mtakuwa salama, hamuwezi mkawa salama, kwa sababu mnatembea na mabomu tu, lakini familia zenu mmeziacha manyumbani kwenu. Kwa hiyo niwaombe, sisi wanawake tunatoa matamko haya na muyashike na muyasikie ili muweze kuyatendea kazi. Sisi ni wanasiasa, tuacheni wanasiasa, tuendelee kupambana na siasa zetu. Nyinyi kazi yenu ni kutulinda pamoja na mali zetu, sio kutumika upande mwingine. Mambo kama haya wakati mwingine yanaweza yakawapa hata laana kwenye maisha yenu, kwa sababu kila wakati sisi wanawake tunatamka maneno mabaya kwa ajili yenu. Hili jambo halitapendeza. Sisi ni wanawake, tunaomba acheni mara moja kutumika vibaya kuwasaidia CCM na kuanza kuwakamata viongozi wetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wapo kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi. Kwa hiyo hawajafoji wala hawajawa waaini bado kwenye nchi yao. Tunaomba viongozi hawa waachiwe mara moja na waendelee na majukumu yao ya kuendelea kuwasemea wananchi popote wanapotembea. Kwa hiyo mimi niishie kwa kusema hayo. Nyinyi jeshi la polisi, naombeni haya mambo muweze kuyazingatia, tusije tukafika mahali pa kuichafua nchi yetu wakati nchi yetu bado tunaipenda sana. Nawashukuru sana waandishi wa habari, wananchi wote popote mlipo. Kuna fomu ambazo zipo za kuandika petition, mahudhurio ya wananchi wote ambao wanaunga mkono hii agenda ya no reform no election. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mwananchi yoyote yule ambaye anaungana na hii agenda kujiorodhesha kwenye hii fomu ili fomu hizi ziweze kufika mahali husika, na baadaye tutapata matokeo kwa kupitia orodha tunazoorodhesha kwenye hii fomu. Kwa kusema hayo, niwashukuru sana waandishi wa habari, niwashukuru sana watu wote mliofika mahali hapa, niwashukuru sana viongozi wenzangu. Nasema Mungu awabariki sana, na kama kuna swali lolote niko tayari. Swali lako zuri, namna ambavyo tutazuia uchaguzi ni mambo ambayo yako silini na yako ndani ya chama. Kwa hiyo mimi ninachotaka kukuhakikishia kwamba uchaguzi tutazuia uchaguzi hautafanyika kwa namna yoyote na kwa gharama yoyote, kwa sababu hatuwezi tukaingia kwenye uchaguzi ambao tunaamini kwamba tukiingia kwenye uchaguzi pengine mtoto wangu ndio nitazika au mtoto wa jirani yangu ndio atazika. Kwa hiyo hicho kitu hatuko tayari kuingia kwenye huo uchaguzi, na tumefanya research
nchi nzima watu ambao wanaunga hii agenda no reform no election ni wengi, hatujawahi kuona toka chama hiki kiweze kuwa chama kikuu cha upinzani. Kwa hiyo hii agenda imewagusa Watanzania wengi na wapo tayari kwa lolote lile kuhakikisha kwamba uchaguzi hautafanyika, iwe CCM, iwe kafu, iwe vyama vyote vilivyopo kwenye hii nchi. Sisi kama Watanzania na Chadema ambao tunategemea nguvu ya umma, wananchi hawako tayari kuingia kwenye uchaguzi na wako tayari kutuunga mkono kwa mapambano yoyote yale ambayo chama wataelekeza kwamba nini tukifanye. Shukuru mwandishi wa habari kwa maswali yako mazuri. Naomba nianze na swali lako la kwanza kuhusiana na wabunge walioko bungeni. Mimi niseme tu wale wabunge walioko bungeni hakuna mtu asiyejua. Wale watu wamewekwa, hawakuchaguliwa na wananchi. Wangekuwa walichaguliwa na wananchi, haya mambo wanayodai wananchi lazima wangeapa kipaumbele. Lakini kwa sababu pale wamewekwa kwa sababu ya maslahi yao, lazima waseme hivyo kwa sababu wao hawawazi maisha ya mwananchi yoyote. Wanachokiwaza, wanawaza maslahi yao binafsi. Na hatuwezi tukategemea kwamba wabunge walioko pale huweza kuzungumza reforms yoyote ile wakati ni watu ambao na wao ni miongoni mwa watu ambao wanapinga hiyo reform. Wanapinga kwa sababu gani? Kwa sababu wako hapo bungeni wanawaza kabisa kwamba tukishapata hii reform wao hawawezi kushinda uchaguzi na wala hawawezi kwenda mahali pale bungeni ambapo wapo sasa hivi. Kwa hiyo mimi niseme hawa watu hatuwezi kutegemea chochote kutoka kwao. Na sisi Chadema tunategemea nguvu ya umma. Lakini swali lako la pili linalohusiana na mwenyekiti wetu wa chama kwamba ndio mwenyekiti wa TCD. Nafikiri juzi wewe mwenyewe uliongea wakati anaendesha kile kikao. Waandishi wa habari mliangalia. Alikuwa anazungumza na alipeleka ajenda yake hiyo kwamba tunachokitaka Watanzania ni no reform no election. Kwa hiyo takuwa tu ni ubutu wa masikio ya watawala kuto kusikia haya mambo ambayo ni mambo ya muhimu na ya msingi kuweza kuyapa kipaumbele. Kwa hiyo ni mambo ambayo kiongozi wetu wamepeleka na baadhi ya viongozi wengine wamepeleka wa vyama vingine, lakini kwa sababu chama kilichoko madarakani kimejipa uziwi usiokuwa na sababu. Lakini kwa pamoja, kwa sababu Mungu yuko ndani ya Chadema, tutavuka salama. Swali lako la tatu, swali lako la tatu la mtoa maoni wa reform ndio anayeshiriki uchaguzi. Sisi tuna haki ya kuchagua na kuchaguliwa kama Watanzania. Na tunazungumza hiyo reforms kwa sababu sisi ni watu ambao tuna haki ya kuchagua, tuna haki ya kuchaguliwa. Kwa hiyo ni haki yetu kuizungumza, na wananchi wote wanaozungumza hiyo reforms ni haki yao kuchaguliwa kwa sababu na wao wanahitaji kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo ni haki yetu kuchagua na kuchaguliwa, na ni haki yetu vile vile kuizungumza no reform no election. Tunataka reform kwa sababu kwanza bungeni tuna mbunge mmoja ambaye alichaguliwa na wananchi, alipigiwa kula za kutosha na akatangazwa. Kilichokuwa kimefanyika ni kuto kutangazwa kwa wabunge ambao waliokuwa wamegombea wa vyama vya upinzani hasa Chadema. Kwa hiyo hawa wabunge waliopo hawawezi kusaidia kitu chochote, na sisi ndio maana tunazungumza kwamba ikipatikana hiyo reform, wananchi watachagua viongozi wao ambao watawasemea kila mahali na kila sehemu watawatetea, kwa sababu mbunge ndio mwakilishi wa wananchi. Na kwa sababu hawa wabunge walioko hawana uhalali wa kuwawakilisha wananchi wao, kwa hivyo hawawezi kufanya kitu chochote. Na kwa sababu sisi Watanzania tupo kwenye nchi yetu, ni haki tupate viongozi wetu ambao tutawatuma wakaweze kuwatetea wananchi, wakawasemee. Hawa wabunge waliopo wengi mmeona yanayofanyika, hawawezi kusema chochote. Ndio maana hata leo mbunge hawezi kufanya kitu chochote kwenye maeneo yake kwa sababu hana uhalali ambao wananchi wake ambao ndio wangeweza kumsukuma na kuweza kumsaidia anapokuwa anaita wito wa kusema wananchi njoni tuzungumze. Wabunge walioko hawana uhalali wa kuwaita wananchi kwamba njoni tuzungumze, kwa sababu ni wabunge ambao walipitia njia ambazo zilikuwa sio za kuchaguliwa na wananchi. Sasa hapo mwanzo nilikuwa nimesema kwamba wakati wa kuhitimisha
tutataja namba ni namna gani mtu anaweza kukichangia hiki chama kwa njia ya tone tone. Kwa hiyo naomba kama kuna mtu ana kalamu anaweza kaandika au ana simu, basi tunaweza tukaenda naye pamoja ili awe ananifuatilia kwa makini. Lakini na Watanzania wengine ambao ambao wanaangalia basi wanaweza wakanani. Naomba nitaje kwa kuchangia tone tone, kukichangia chama, namna ya kuchangia au namna ya kujiunga. Kwa wale ambao wana namba ya Vodacom, unaingia pale kwenye nyota 150 nyota 00 leli. Unakuja namba 2 imeandika lipa kwa M-Pesa namba 4. Unaminya namba 4. Kuna mahali pengine unaingia, ukishaminya hiyo namba 4 unaingia mahali panapoingia kwamba ingia malipo ya kujirudia, ni namba 9. Ukishatoka namba 9 kuna mahali pameandikwa weka malipo ya kujirudia, unaminya namba 1. Mahali pengine tena pamekuambia kwamba weka namba ya kampuni namba 3. Namba ya kampuni ambayo ni 11 13 33. Kuna mahali panakuambia weka namba ya kumbukumbu ya malipo, unaandika 12 34. Kuna mahali pengine namba 8, kipengele namba 8 kinakwambia weka kiasi. Pale unaweka kile kiasi ambacho utahitaji kuchangia mara kwa mara, kama ni 10,000, ni 5,000, ni 1,000, ni 3,000, ni 2,000, chochote kile ambacho moyo wako utakusukuma kuchangia hiki chama. Kipengele cha namba 9 kitakwambia weka jina la malipo, utaandika Chadema kwa herufi kubwa. Namba 10 itakwambia marudio ya kila siku, wiki, mwezi au mwaka. Pale sasa wewe ndio utachagua kama utachagua ya kuweka kwa wiki, kwa siku, kama utachagua ya kuweka kwa wiki, kama utachagua ya kuweka kwa mwezi, kama utachagua kuweka kwa mwaka, basi ni wewe utakavyokuwa umeonelea. Kipengele cha namba 11 kinakwambia weka tarehe ya kwanza ya malipo. Mfano unaweka tarehe ya kwanza ya leo, tarehe ya kwanza kama ni leo, alafu baadaye kipengele kingine kinakwambia uweke tarehe ya mwisho. Maana yake kama leo ni tarehe ngapi? Kama leo ni tarehe 9, si ndio? Kama leo ni tarehe 9 au tarehe 10, unaweka hiyo tarehe ya tarehe 10 ya mwezi huu wa 4 ya mwaka huu wa 2025. Baadaye sasa unaweka tarehe nyingine. Sasa unaweka tarehe kama hii ya leo, kama unataka ni mwaka 2026, kama ni 27, kama ni 20, ni 30, ni wewe kulingana na jinsi utakavyoendelea kukichangia chama. Lakini kipengele cha namba 13 kinakwambia weka namba ya siri, unaweka namba yako ya siri. Kwa mwisho unaweka namba 1, unakuwa umeshathibitisha tayari, muamala unakuwa umeshasoma. Alafu kwa wale tulio na WhatsApp unaandika namba ya WhatsApp. Kwa wale wenye namba za WhatsApp unatuma neno, kujiunga na hii tone tone, unatuma neno NIMO kwenye namba ya WhatsApp. Kwa WhatsApp, kwenye message ya WhatsApp unatuma neno NIMO. Ukishatuma neno NIMO, kuna message sasa zinaingia pale, wanaanza kukuelekeza namna ya kujiunga. Kwa hiyo tayari unakuwa umeshajiunga kwenye hilo swala la kuchangia chama kwa njia ya tone tone. Nawashukuru sana. Namba ya WhatsApp 0793 00 82 92. Narudia namba ya WhatsApp 0793 00 82
92. Kwa message ya kawaida, wale ambao mnaweza mkatuma message ya kawaida, namba ya message ya kawaida ni 0744 44 69 69. Narudia namba ya message za kawaida 0744 44 69 69. 0744 44 69 69.